in a broad-based arrangement. And this broad-based arrangement was up to 2027. We are going to continue in this broad-based arrangement, and we are going to work together with President Ruto, and we are going to negotiate as we go forward, as we get into the next stage now after 2027. That we were given a road deal that we have not worked well at the end of our arrangement, this broad-based government. Then we have options to talk to other people. We have not tied ourselves and our hands to an arrangement which now makes it impossible for our party to talk to anybody else in case we are not in agreement with the implementation. Haya jamaa, vipi? Habari yenu ya leo, natumaini mmeshinda salama na nashukuru sana kujiunga katika Sikiliza TV. Na katika leo nataka tuzungumzie UDA na ODM vimesitisha rasmi mazungumzo yao ya ushirikiano mpana, na hapa kuna sababu 10 ambazo Wakenya wanaamini zimesababisha kusitishwa kwa mazungumzo hayo, na tazama hotuba zifuatazo kutoka kwa viongozi wa ODM na UDA, alafu tutarejea tuchambue kwa wazi. Our relationship with our broad-based partners, UDA, the Central Committee noted with concern. UDA party. The Central Committee noted with concern the goings on and the unwarranted public utterances by some senior officials of the UDA party aimed at causing anxiety and disquiet among our members. As a party that believes in its principles, ideology, and the foundation on which it was founded, we demand respect from the UDA party. 5, Kenyans are concerned about the increase in fuel prices. We know this is a global problem. While noting the government's efforts to mitigate the situation, we continue to push it to do more to cushion Kenyans from effects of the crisis. Unale wenzetu ambao sisi hatuna uhasama nao kutoka chama cha ODM. ODM wanasema pwani ni ngome yao, waachiwe wao. Sisi tuwaambia pwani ni ngome ya raia wa pwani, tuache timenyane. Na wanasema wao wanajua hata wengine wetu tukiwachwa. Juneka alisema hata wengine wetu tukiwachwa tunganganie viti, hatuwezi kuwashinda ndani ya maeneo yao ya ODM. Kama nyinyi muko na ujasiri wa aina hiyo na muko na confidence ya aina hiyo, iko shida gani sisi tuingie katika viti kama mliposema mtushinde? Kama hapa ni ngome yako, kama hapa wewe huna wasiwasi, kama wewe unaweza na kuminyana kwamba hii ni ngome ambayo imejizatiti, si wewe uende ulete kura zako nyingi na sisi tulete zetu kidogo, iko shida gani? Lakini nawahakikishia hata katika utafiti ambao umefanywa na wataalam huru, maeneo mengi ya pwani sasa yamependuka, yamekuwa mandano, ni yellow. Maeneo mengi ya pwani ikiwemo Kwale, ikiwemo Mombasa, ikiwemo Kilifi, ikiwemo Tana River, ikiwemo Taita Taveta, ikiwemo Lamu, sasa ushawishi mkubwa ni kwa ile chama cha UDA. Na kwa hivyo in this country who wants to negotiate with ODM, we will not negotiate on our parliamentary strength. Popote kuna MCA ya ODM, mbunge wa ODM, senator wa ODM, governor wa ODM, women rep ya ODM, itabaki na ODM. Kuna wengine nimeona wanaongea mingi, wanasema ya kwamba hapa chini watu basi, kama mkilete mchezo sisi pia tutalete presidential candidate, watu wakutane kwa kiwanja. Usicheze na sisi bana, na usitishe ODM, usitishe ODM.
kama kuna viongozi wako katika viti, sehemu za ODM zinajulikana. Kuna wengine hata tukiwachilia nafasi wasimame na mtu ODM atashinda yeye, niko na hakika. So tafadhali, hizi vyama ambayo wanakuja kuongea na sisi, tukae na heshima na uheshimu ODM. ODM ni chama kubwa, ni chama kubwa. Heshimu ODM na usicheze na ODM. Wakikasirika wanaweza haribu vitu, wakikasirika wanaweza fanya nini? Bas, mimi nataka as the national chairman of the ODM party, I also want to make it very clear that this Homa Bay County and this entire region is an ODM zone. It is an ODM zone. And the next time I see what I saw at the funeral of Koyo, where my party leader is seated and some people have come there shouting, "Uda, we will not agree, we will not accept." It will not happen. It will not happen. It will not happen. Not under my watch as national chairman of the ODM party. This is an ODM zone. Na hatutaki madharau. And you can see we are quiet. Unaweza ona simba amenyeshewa ukadhani ni paka. Hakuna paka hapa. Hakuna. Onge paka ka one simbni. Mimi nataka niwahakikishie wanachama wote wa ODM, nilivyosema katika mazishi ya baba, mimi Sifuna nitafanya kila lililoko katika uwezo wangu kuhakikisha kwamba chama hiki kinasalia pamoja na kinaweza kudumu hata zaidi ya miaka 20 mingine ambayo tunasherehekea. The fact is stubborn. If the implementation had been done, as you've said, it would speak for itself. But now, since things are moving, we expect that parliamentary group meeting to be updated on the implementation. They'll get a status report. Is the working relationship between UDA and ODM as dead as a dodo due to the lack of implementation of this 10-point MOU? I think it's dead as a dodo, but they are brokers, politicians who are transactional. They would want it to appear as if there is something happening, and they'll continue to spread the propaganda that the 10-point agenda is working. Because without it, if it's pronounced dead, then they will find it very difficult to get the largest they're getting from the state. So if this broad-based arrangement continues, where does that leave Linda Mwananchi faction? Do you officially bolt and register a new political party? Do you stay within and fight a civil war? What's the next step? You know, the broad-based government is based on nothing. There's no agreement. There's nothing Raila signed, like he signed the MOU, that there's an arrangement in which ODM is participating in broad-based government. This was a measure taken by Raila to make sure that unity in the party was maintained, so that those who had negotiated for themselves to go into government may not be seen to be tearing the party apart. But the truth of the matter, it has been told many times, and Raila himself talked about it, that these individuals actually negotiated positions for themselves. Mm-hmm. And they made it very clear that if they didn't get the support of the party, they will still go ahead and occupy those positions. But what I am saying is that, the broad-based government has no instrument. It has no legal foundation. What is there is that in Parliament, ODM is part of the minority in Parliament. It is leading in accordance with the standing orders, the Constitution, and the law. The ODM is the minority party, a leader in both Parliament, in National Assembly, and the Senate. That is an actual legal and constitutional position. And you cannot be say that you're both in government and in the minority in Parliament, where you are carrying out oversight roles against the executive, against the government of the day. And there are critical committees, oversight committees, including the Public Accounts Committee, both in the Senate and in the National Assembly, which can only be chaired
by those who are in the minority. It cannot be chaired by a party in government. So I think we are living the lie. So make it absolutely clear that our constitution already has a presidential candidate for our party. And that presidential candidate is clearly stated in the constitution of our party. And it is the party leader. And it is the party leader speaking. I am the presidential candidate for ODM if ODM decides that it goes it alone. So anybody who is preparing himself to go for presidential election in ODM, I think is misplaced. If they want to go for presidential candidacy, they should look for another party. But this particular party, the presidential candidate is already decided by its own constitution. Naam, tunaanza na matamshi mazito ambayo yametikisa ulingo wa siasa. Daktari Oburu Odinga amefichua kuwa makubaliano ya kabla ya uchaguzi kati ya ODM na UDA bado hayajaanza kutekelezwa. Hii inaibua maswali mazito kama ukweli kulikuwa na makubaliano rasmi yaliyoandikwa. Wakati huo huo, ODM ilifanya kikao cha wanahabari kikiongozwa na katibu mkuu Catherine Omanya akielezea maazimio ya kamati kuu. Azimio hizo zilikuwa kupigia debe chama kote nchini na kuvutia wagombea wapya, kudai heshima kutoka kwa viongozi wa vyama vingine na kushinikiza kushushwa kwa bei ya mafuta kutokana na kuongezeka kwa gharama za maisha. Na hii inaonyesha wazi kuwa ODM inajipanga upya na kujimarisha ndani kwa ndani. Na kwa hivyo nadhari ya kwanza Wakenya wameweza kutoa pale ni kuwa kuna vita ya kanda, mzozo mkubwa umechochea na mfumo wa maeneo. Katibu mkuu wa UDA Hassan Omar amesema hakutakuwa na zoning, lakini Mheshimiwa Junet Mohamed wa ODM alijibu kwa ngome za ODM azijadiliwi. Hii inaleta mgongano, manake UDA inataka ushindani huru, ODM inataka kulinda maeneo yake. Na nadhari ya pili kuwa ni madai ya Mheshimiwa Gachagua. Manake Mheshimiwa Gachagua alidai kuwa ODM imeuzwa. Akawataja Mheshimiwa Junet na Governor Gladys Wanga. Alidai usaliti dhidi ya Raila Odinga na kutoa madai utata kuhusu mkataba wa kisiasa. Na madai haya yanaleta taharuki ndani ya ODM na kuwafanya viongozi wake wadai heshima na mipaka ya kisiasa. Na natari ya tatu ni vurugu za uongozi. Manake ODM inakabiliwa na maswali ya nani atachukua nafasi ya Raila Amolo Odinga. Tuko na Daktari Oburu Odinga anaonekana kama kiongozi wa muda, na Governor James Orengo ameunda kundi la Linda Mwananchi. Hali hii inadhoofisha umoja na nadharia ya nne Wakenya wameweza kusema ni kuwa ODM kumbariki Mheshimiwa Ruto mapema ndio ni sababu kuu. Chama cha ODM na UDA wameacha mazungumzo yao, na inaaminika kuwa ODM ilimbariki Mheshimiwa Rais mapema mno kabla ya makubaliano rasmi. Governor James Orengo anadai hakuna MOU ya kueleweka, na baadhi ya viongozi wanatuhumiwa kufanya majadiliano ni kama watu binafsi. Nadharia ya tano ni kuwa kuna vita vya idadi ya kura. Pande zote mbili zinapigania aina tofauti za idadi. ODM inataka viti vya bunge na county. Mheshimiwa Ruto anataka kura za urais. Na bila zoning, ODM ina hatari ya kupoteza viti. Ikiwepo zoning, Ruto ana hatari ya kupoteza uungaji mkono wa kitaifa. Na Wakenya, nielezeni maoni yenu ni gani? Mwaona kuwa hii inaweza kuwa ndio vita sababu kuu mazungumzo yao yalisimamishwa? Nielezeni pale kwenye comment section tafadhali. Na nadharia ya sita kuwa ni siasa za urithi wa 2032. Manake viongozi kadhaa wa ODM tayari wanatazamia kuwania urais hapo baadaye, na kuna majina kama Governor Gladys Wanga, CS John Badi, CS Ali Joho, Mheshimiwa Wycliffe Oparanya na Governor James Orengo. Hao wote wa viongozi wa ODM wanatarajia kuwa rais siku moja. Kama ni baada ya Mheshimiwa Ruto, wanangojea kuminyana moja kwa moja ili mmoja wao aibuke kama rais katika uchaguzi wa 2032. Na hii inaleta ushindani wa ndani na kudhoofisha umoja wa majadiliano. Na Wakenya, nielezeni maoni yenu ni gani?
Mwaweza ona kuwa ni hii ndio sababu kuu ODM, viongozi wa ODM wanashindwa kujadiliana na kukubaliana vile wanaweza endelea mbele? Nielezeni pale kwenye comment section tafadhali. Na pia kuna nguvu za Gen Z. Inaonekana ODM inapata shida kuwavutia wapiga kura wa Gen Z ambao sasa wanaelekea kwenye vuguvugu mbadala kama Linda Mwananchi. Naam, nielezeni pale kwenye comment section mwaona kuwa ODM Linda Ground inakosa mashabiki wa Gen Z, na ndio maana wanaonekana ni kama hawana kipawa cha siasa. Nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani. Na nadharia ya 8 ni kuwa sharti la mgombea urais. Manake Daktari Oburu Odinga anasisitiza kuwa lazima ODM iwe na mgombea wake wa urais. Hii inawakatisha tamaa viongozi wenye nia kama hiyo na kuzua msuguano wa ndani. Naam, nielezeni pale kwenye comment section maonaje hii sharti la kugombea urais inaweza kuwa ndio sababu kuu ODM na UDA wameacha mazungumzo yao. Nielezeni pale, nitashukuru maoni yenu. Na nadharia ya 9 ni kuwa ugawaji wa mamlaka. Inaaminika kuwa ODM inasukuma ugavi na mamlaka wa 50 kwa 50, yani 50-50, na pengine nafasi ya naibu rais, na hii inaonekana kama shinikizo kubwa kwa Rais Ruto. Na nielezeni pale maoni yenu ni gani. Mheshimiwa Ruto akikubali kupeana nusu ya serikali na peane nafasi ya deputy president, wale marafiki wake wengine atawaahidi nini? Ndio Wakenya pale wameweza kusema kuwa kuitisha nusu mkate ya serikali ni kama ni kwa wingi sana, na inaweza kuwa vigumu sana Mheshimiwa Rais aweze kutimiza ahadi hiyo. Manake Mheshimiwa Rais ana marafiki wengi na kila mtu anataka ahadi yake iweze kukamilika bila kukosa kupata ulichoomba. Na naam, nielezeni pale kwenye comment section maonaje. Inaweza kuwa ni hii matako ya kutaka serikali ya nusu kwa nusu ndio sababu kuwa ODM na UDA wameachana? Nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu. Na nadharia ya mwisho ya 10 ni kuwa usajili wa wapiga kura na rasilimali. Manake kuna hofu ndani ya ODM kuhusu nani anayedhibiti usajili wa wapiga kura na rasilimali za kampeni, na hofu hii ni kutelekezwe baada ya uchaguzi. Na Wakenya, nielezeni maoni yenu ni gani, manake kuna wasiwasi fulani ODM wameweza kusema pale kuwa usajili wa wapiga kura wanataka wao wenyewe ndio wafanye kazi hiyo. Manake wanaamini kuwa wajua siasa ya Kenya inajulikana kama kuna mambo ya ukarabati kidogo pale, na kwa hivyo wanataka wao wenyewe wakuwe ndio wenye wanasajili wapiga kura katika ngome za ODM. Manake kama mazungumzo yanasema wewe kama ODM leta kura milioni 5 ama leta kura milioni hii, nambari hii, Mheshimiwa Ruto anataka kuhakikisha kuwa nambari hizo mnaweza kuzileta. Lakini pande ya ODM wanaona kuwa wasipofanya usajili wa wapiga kura wao wenyewe, basi wanaonekana ni kama watafanywa mchezo pale, alafu baada ya uchaguzi watakuja waelezwa kuwa walishindwa kufanya kutimiza ile ahadi waliweka, na itabaki Mheshimiwa Ruto aende afanye kazi na vyama vingine, awache ODM. Kwa hivyo nielezeni pale maoni yenu ni gani. Waweza ona kuwa usajili wa wapiga kura ndio sababu kuu UDA na ODM wameachisha mazungumzo hayo, na nitashukuru sana ukinielezea pale kwenye comment section maoni yako. Kama unakubaliana na Wakenya wengine nielezee pia, nitashukuru. Na uchambuzi wa halisi ni kuwa ni mambo haya yote yanaashiria ukweli mmoja. Uhusiano wa ODM na UDA uko kwenye mtihani mzito kutokana na migawanyiko ya ndani na kutokubaliana kimakati na tamaa za kisiasa zinazopingana. Naam, wapenzi watazamaji, swali kuu ninaweza penda mnielezee pale kwenye comment section ni ipi kati ya nadharia hizi 10 unaamini ndio sababu kuu ya kusitishwa kwa ushirikiano wa ODM na UDA. Kwa maoni yangu naona hiyo
mambo ya kugawa ugawaji wa mamlaka, sharti la mgombea urais, vita vya idadi ya kura, pia kuna yaitwaje, vita vya kanda, yani zoning. Ile ndio sababu kuu wa viongozi wa ODM wameshindwa kukubaliana na UDA, na ndio maana imesababisha ile kuacha ile mazungumzo. Lakini nielezeni maoni yenu, muona ni sababu gani kati ya hizo 10 ama sababu hizo 10 zote yaweza kuwa ndio imechangia ODM na UDA waache mazungumzo yao? Nielezee pale kwenye comment section, tashukuru sana. Na swali ya mwisho ni je, uhusiano huu unaweza kurekebishwa kabla 2027? Naam, kila kitu yaweza kurekebishwa. Hii ni kukaa tu chini na kujadiliana. Kama Mheshimiwa Ruto atakubali kupeana serikali nusu, atasema hiyo ni sawa. Kama atakubali kusema nitapeana serikali robo na deputy president, au hii pande nyingine wataweza kufikiria waseme kama watakubali au la, na wakimaliza kujadiliana watapata nafasi ya kurekebisha na kurudi kufanya kazi tena pamoja. Naam, nielezeni maoni yenu, nitashukuru sana. Na kama umetazama picha hii mpaka wakati huu, asante sana na kushukuru. Like hii video, toa maoni yako na share kwa wengine, na usisahau kujiunga na Sikiliza TV kwa kubonyeza subscribe ili upate uchambuzi zaidi wa siri za mamlaka. Na mpaka wakati mwingine, baki na habari, baki na msimamo, na baki na Sikiliza TV. Asanteni sana.